Habari za muda huu. Kwa majina yangu naitwa Elia Francisco, natoka katika kampuni ama taasisi ya Afya Nyumbani Home Care. Natamani leo nikufundishe ama tuelezane kidogo na kufahamishana kuhusiana na ugonjwa wa shinikizo la damu ama kwa kitaalamu wanaita hypertension. Hypertension kwa takwimu ama tafiti iliyofanyika karibuni wanaonyesha kwa bara la Afrika kwamba kila mwaka katika wagonjwa watoto ama watu watatu huwa anatokea mtu mmoja mwenye tatizo la shinikizo la damu. Na shinikizo la damu la juu ama hypertension ni hasa tunaweza tukasema ni hatari ambayo sasa imekuwa inasababisha mara 3 ya mshtuko wa moyo na zaidi ya mara 5 shida ya moyo, lakini pia hata ikipelekea kusababisha mtu kupata kiharusi na magonjwa mengine. Hypertension inasababishwa na vitu kadha wa kadha ambavyo pengine ni sehemu ya maisha na taratibu za maisha. Mfano kitu ambacho kinasababisha hypertension, moja ya vitu vikubwa ni kutumia ya kuwa na potassium kidogo, maana yake unapata mboga za majani zisizotosheleza. Lakini pia nyingine ni kwa kitaalamu ni kuziba kwa artery ama kuenda kwa arteries, atherosclerosis, na shida nyingine za uvutaji wa sigara ambazo kuchangia hasa shinikizo la damu, lakini pia unywaji wa pombe, lakini pia kuwa na uzito mwingi zaidi unaweza kusababisha hasa shinikizo la damu. Lakini mtu anataka kujiuliza shinikizo la damu huwa mtu anaweza kulijuaje? Moja, lazima tuchukue vipimo na tupime blood pressure, na ili tuweze kujua lazima shinikizo la damu inakuwa juu kwa 140 mpaka 140 kwa kutokana na hali ya mgonjwa au aina. Utafiti zimefanyika na kwa ukanda hasa Afrika na Amerika na Japan, swala la jambo la ugonjwa wa shinikizo la damu juu ya kiasi, kwa sababu wengi wao kwa kutumia chumvi kwa kiasi. Kwa hiyo hili jambo pia limekuwa ni tatizo kubwa. Sasa kuna kitu ambacho tunaweza kusema labda mtu kuwa na sodium inaweza kusababisha pia, mtu akiwa na sodium inaweza kusababisha hypertension, kwa hiyo ama shinikizo la damu. Kwa sasa tunapokuwa tunatumia chumvi na kadhalika na vyakula tunavyotumia kwa sasa vinakuwa vina chumvi. Kwa sasa tunashauri tukashauri vitu ambavyo tunaweza kutumia. Moja, kutafuta vyakula kikolau yenye potassium kama kwa majani hizo, azipike lakini zisive sana, na mtu achague matunda ama vyakula ambavyo havina chumvi nyingi, na mtu pia kufanya mazoezi pia ni muhimu sana. Sasa sisi Afya Nyumbani Home Care tunatoa huduma za majumbani kwa wagonjwa wenye shinikizo la damu ama na wagonjwa wengine wa muda mrefu. Tunatoa huduma za uuguzi na huduma za kidaktari ama za kitabibu ama hata counseling kwa watu hawa, lakini pia kusaidia kupangilia milo zako vizuri, maana nutrient balance. Tutafute, tupatikana kupitia tovuti yetu www.afyanyumbani.com, lakini pia kwa njia ya WhatsApp kwa namba 0755589777 au 0627858827. Lakini pia unaweza kutupata katika mitandao yote ya kijamii, na maana yake ukatupata katika Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter ama Instagram, YouTube, TikTok na kadhalika, kwa jina la Afya Nyumbani Home Care. Afya yako kipaumbele chetu. Tunakupenda, karibu tukuhudumia kwa huduma bora iliyozingatia weledi na taaluma. Asante sana.